ambavyo umetangulia kusema, wananchi hawa wana kiu ya kusema na wenyewe kero zao, na tunaiona hali ya hewa ambavyo inazidi kupendeza. Na mimi niseme nitawasikiliza, na nimeshapokea hoja hapa na tumegawana na wenzangu, zile za jumla zinazohusu masuala ya barabara za TARURA pamoja na vituo vya afya, na upande wa elimu atasema naibu waziri wa TAMISEMI, na zile zinazohusu masuala ya nishati tuko na naibu waziri wa nishati. Lakini kabla sijawaletea salamu, nianze kwa kuwapongeza sana wana Mafinga, mna mbunge makini kweli kweli. Mbunge wenu vijana wanasema amejaa kwenye kiti na chenchi ikabaki. Hongereni sana, mna mbunge makini sana. Sasa sisi timu ya wananchi tulikuwa tunaimba kale kawimbo Yanga hii inashindwaje. Tuliacha tu siku ile tumefungwa na Dodoma Jiji. Sasa leo hii nimeshajua pia huyu mbunge alishindaje. Amejaa na chenchi ikabaki. Hongera sana mheshimiwa mbunge. Lakini pia mheshimiwa mbunge ni mfuatiliaji sana wa masuala yenu ya maendeleo. Sana. Mimi nimeshaonana naye, nashindwa kuhesabu ni mara ngapi akiongelea masuala ya miradi ya maendeleo, lakini pia akisisitiza lazima nije nifanye mkutano Mafinga. Nilitaka nisogeze mbele hii ratiba nije nifanye siku naelekea Njombe. Akasema hiyo ni mbali, njoo umalizie hivi ambavyo umetoka kufanya katika majimbo mengine. Na kwa sababu mna mbunge anafuatilia, tukasema tuipange ratiba tuje ili tuwasikilize na wana Mafinga. Na Mungu ni mwema, leo tumekuja, tutawasikiliza. Sasa la pili, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, niwaombe mpokee salamu. Pokeeni salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana, alinituma niwasalimie. Pokeeni salamu hizo. Lakini la pili, alinituma niwahakikishie kwamba miradi yote ambayo imeahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo aliahidi wakati wa kampeni yatakwenda kutekelezwa. Ndugu zangu, mimi nina bahati moja kwamba nimekuwa ndani ya serikali. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yametokea ndani ya serikali na yajua, na msingi wake na ujua. Na leo hii baada ya salamu nitawafafanulia machache. Jambo la kwanza, tunatambua viongozi wa dini, karibuni huku, nadhani kuna nafasi huku. Karibuni huku. Tunaomba mjongee na mvua. Karibuni huku mbele kidogo, nadhani kuna nafasi huku. Haya, alafu wengine tujibane. Chifu Adam Sapi, itabidi na mimi unipe jina, maana kama chifu akifika huwa wanakuja na mvua. Mnasemaje? Tuendelee?
Mnasema tuendelee? Tuendelee? Haya. Haya, sawa, ngoja tuendelee. Kwa hiyo sasa mnasemaje? Mnasemaje? Si mnasikia? Haya, nawashukuru sana. Jambo la kwanza, wana Mafinga, mmekuwa na kiu kubwa sana ya jambo la barabara yenu ya Mafinga Mgololo, na hii mheshimiwa mbunge hapa ametoka kuielezea kwa nguvu kubwa sana, lakini pia ni barabara ambayo imekuwa ikielezewa na waheshimiwa wabunge wote, mheshimiwa mbunge wa Mfindi ya Kaskazini na mheshimiwa mbunge wa Mfindi ya Kusini. Ninatambua kwamba barabara hii mkataba ulikwisha kusainiwa, na ninatambua pia kazi ilikuwa bado haijaanza tangu kitambo, kama ambavyo katika baadhi ya maelezo yaliyopita kutolewa na waheshimiwa wabunge, kuna tatizo moja limetoka kuelezewa ambalo serikali ilishakwisha kuanza kufanyia kazi, na jambo lenyewe ni sababu ambayo imechangia kwamba mradi ule haukuanza kwa wakati. Na sababu yenyewe ni nini? Ndugu wananchi, katika kipindi cha mwaka mmoja ama miaka miwili hivi, mtakumbuka tulipata shida ya mgao wa umeme, nadhani kwenye mwaka 2021, 22 kuelekea 23 hapo. Ndani ya serikali tukajiuliza hatua za kuchukua, tukakubaliana badala ya kukodi mitambo ya kufua umeme ya dharura, uamuzi ndani ya serikali ukakubalika kwamba tumalizie mradi wa kimkakati wa bwawa la Mwalimu Nyerere ili tuweze kuwa na uzalishaji wa umeme wa kutosha. Na hii ilitokana na kwamba tuliongeza sana huduma za usambazaji wa umeme, ikiwa umeme umefika kila kijiji, lakini pia kukiwa na umeme ambao umepelekwa kwenye viwanda na mwingine ukiwa umepelekwa kwenye madini. Hivyo ukasababisha kuanze kutokea upungufu wa umeme na hivyo kuleta mgao wa umeme katika baadhi ya maeneo. Kama serikali tukasema maadamu tuna mradi wa umeme ndoto ya Mwalimu Nyerere ambao ulishafika zaidi ya 70%, tukasema tuongeze nguvu, tufunge mkanda, tumalize mradi ule ili uanze kufanya kazi. Kazi hiyo ilifanyika. Hivi tunavyoongea, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere umeshakamilika kwa 100% zote na umeshaanza kuzalisha umeme. Jambo la pili, tulikuwa na miradi mingine ambayo na yenyewe ilikuwa inahitaji imaliziwe. Hapo mnasemaje? Tuendelee? Na wale wamejifunika viti,
tuendelee hivyo hivyo, pamoja na kuwa wamejifunika viti. Kwa hiyo tukawa tumemaliza kutekeleza ule mradi. Sasa nini kipaumbele cha serikali? Kipaumbele cha serikali tulisema tunapomaliza uchaguzi tunaenda kuanza na miradi ambayo ilikuwa imepunguza kasi ya utekelezaji, miradi ambayo kasi ya utekelezaji ilikuwa imepungua, ili wakandarasi hao waweze kuenda site. Tunayo miradi hiyo ikiwemo miradi ya maji, miradi ya barabara pamoja na sekta zingine. Lakini la pili, tukasema tutakwenda kutekeleza miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini walikuwa bado hawajapata malipo ya awali. Miradi ya aina hiyo ipo ya barabara, ipo ya maji pamoja na sekta zingine. Kwenye miradi hiyo ndipo unapoangukia na mradi wenu huu wa Mafinga kwenda Mgololo. Lakini ipo pia miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini miradi hiyo ilikuwa bado haijasainiwa mikataba yake. Tumesema na miradi hiyo sasa ni wakati inatakiwa iende kukamilishwa mikataba hiyo ili miradi hiyo iweze kuanza utekelezaji wake. Katika utekelezaji huo, nilipopita jimbo la Mfindi kusini na kaskazini, nilielekeza hatua za manunuzi zifanyike kwa barabara ya Mtwango Mgololo, na taarifa nilizopewa wako hatua za mwisho